Microplastic ni nini? Na ni nini athari za microplastic kwa binadamu? Basi leo katika tiba yetu tutakuwa na ufafanuzi wa kina kuhusiana na hili. Microplastics hizi ni chembe ndogo sana za plastics ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali ya dunia, ikijumuisha maji kwa ujumla na mazingira yake. Tafiti za hivi karibuni zimekuwa zikionyesha hizi chembe za plastics zimekuwa zikipatikana katika figo, mapafu na maeneo mengine ya mwili wa binadamu. Chembe hizi za plastics katika ukubwa zimekuwa na ukubwa tofauti kuanzia mililita 5 hadi nanomita 1 kwa kipenyo chake, yani diameter, ambapo hizi nanoplastics zimekuwa zikionekana pia katika mwili wa binadamu zikiwa ndogo sana, lakini zikiwa hatari zaidi katika afya ya mwanadamu. Tafiti mbalimbali zilizoonyeshwa katika hivi karibuni, maeneo mbalimbali ya plastics yamekutwa katika maeneo ya mwili na kuleta madhara kwa watu husika. Mfano, katika mapafu, katika mishipa ya damu, placenta za mama wajawazito, katika ubongo na pia katika korodani, yani testis. Katika mapafu, chapisho la mwaka 2022 la watafiti wa afya waligundua kwa kila watu 22 kuna uwezekano wa karibia 80% ya kukutwa na hizi microplastics, ambapo chembe hizo huweza kuvutwa kutoka kwenye hewa kutokana na udongo wake na kupelekea kwenda kujikusanya katika tishu mbalimbali za mwili. Na katika mishipa ya damu ambayo huweza kupelekea kuleta stroke kutokana na mlundikano wa hizi plastics na kuleta madhara katika moyo na kupelekea magonjwa ya moyo, stroke, hata vifo pia. Katika placenta za mama wajawazito, sehemu ambazo ukuaji wa watoto tumboni huwa unafanyika, nanoplastics hizi zimeweza kugundulika na kutokana na chapisho la mwaka 2021 ambapo iligundulika vifuko 4 kati ya 6 vikiwa na microplastics ambayo imekuwa ikileta madhara makubwa ya mifumo ya kibiolojia kwa watoto hao wanaokuwa tumboni kwa mama hao. Wakati mwingine kupelekea kinga za mwili kushuka na kusababisha kushambuliwa kirahisi na magonjwa. Na katika ubongo wa binadamu, microplastics hizi zimeweza kugundulika na kuleta magonjwa kama vile Alzheimer, yani hali ya kupoteza kumbukumbu. Hii husababishwa na hizi microplastics. Na katika korodani, yani testis, kwa mwanaume pia imeweza kupunguza uzazi kwa asilimia nyingi kutokana na tafiti zilizofanywa hivi karibuni. Swali na kitu cha kujiuliza, je, tutaepukana vipi na hali hii na madhara yatokanayo na hiyo microplastics? Ni kupunguza matumizi ya plastics ili kujiepusha na athari zinazotokana na microplastics, kama vile kutumia vyombo ambavyo havijatengenezwa kwa plastics kwa ajili ya chakula na maji, kupunguza matumizi ya vyakula vya kusindikwa, yani vya kiwandani. Lakini pia kampeni za kuepuka matumizi ya plastics kwa pamoja huweza kujikinga na athari na madhara yatokanayo na matumizi ya plastics katika afya zetu. Basi hii ni mwisho wa tiba yetu ya siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia. Asante.